Hiyo ni kusema wakati mtu anapokwenda mbele za Bwana, kuna mambo yanayotendeka ndani yake wakati anapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kuna hayo mambo matatu ama manne yanakuwa pale. Kuna hiyo hali ya justification, kuhesabiwa na kuwa haki. Kuna kitu kinaitwa regeneration, kuzaliwa upya. Hii yote ni katika wokovu. Kuna kitu kinaitwa sanctification, utakaso, yaani huyo mtu anapopokea Yesu Kristo anapokea utakaso. Kuna kitu kinaitwa atonement, upatanisho. Huyo mtu anapookoka anapatanishwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana unakuta kwamba tunapozungumzia haya mambo tunasema kwamba wale tuliokuwa mbali sana, wale hatukuwa tunamjua huyo Mungu, tulipatanishwa naye kwa njia ya wokovu. That is what we call atonement. Bwana asifiwe sana. Na unakuta sasa haya mambo yanakuwa pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo kwa mauti yake ama kifo chake kilete upatanisho, kikalete upatanisho. Kifo cha Yesu Kristo kikalete upatanisho kwa ulimwengu, wa ulimwengu, sababu walikuwa wametenda dhambi, hawakuwa wamemjua Mungu. Kifo chake kikaleta upatanisho kwa mwanadamu. Aliweza kununua wokovu wa mwanadamu. Kifo chake Yesu kiliweza kununua mwanadamu. Ni sababu Biblia tunaposoma tunaambiwa kwamba Yesu aliweza kutununua, na ndio maana tunasema kwamba aliweza kununua wokovu wa mwanadamu. Hatukupatanika hilo tu. Paulo anapozungumzia anasema ya kwamba tununuliwa kwa bei ya gharama, tukanunuliwa kwa bei ya gharama. Tunaweza kuona jinsi gani Mungu anapeana wokovu wa mwanadamu, naye mwanadamu anaupokea. Unajua hii hali ya wokovu, kama mtu hawezi kuipokea, ni kama vile unaweza kuletewa kipawa kimekunjwa vizuri, it is paid wrapped vizuri, alafu kila kipawa wewe haukichukui, kinakaa pale. Kuna hili andiko linalozungumziwa ya kwamba kuna hao watu walioana, vile vijana wanaoana kanisani, alafu wakati waliopoana mzazi wao akaweza akanunua Biblia akairabu vizuri, alafu ndani yake kabla hajaiweka akaweka cheki mahali pale. Cheki ilikuwa ni ya dola, ilikuwa ya pesa mingi, na akawaletea kama kipawa. Alipowaletea kama kipawa, wao wakaoana na wakamaliza na wakakaa. Kwa sababu waliona tu ni Biblia, hawakuifungua, hawakuangalia ni nini kiliwekwa pale. Mpaka siku moja mmoja wao akasema, na hiki kipawa tulipewa na baba, sasa ni Biblia tulikuwa na ingine. Sasa akafungua, akaanza kuangalia, ndio kukuta cheki ilikuwa pale. Hivyo ndivyo wokovu unavyokuwa katika kila mmoja wetu. Ni kipawa tulichopewa, lakini kama hautakipokea, basi kitakuwa tu ni kipawa, lakini kitakuwa msaada kwako wakati unapokipokea. Wokovu unakuwa ni msaada kwetu wakati tunapopokea na tunaanza kumfanyisha kazi katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Unaanza kumfanyisha kazi katika maisha yetu, na hapo ndipo tunaona ya kwamba
maisha yetu. Tunapoangalia kuna hiyo hali tunaizungumzia ya kusema kwamba kuhesabiwa kuwa haki. Kuhesabiwa kuwa haki ni huyo mtu alikuwa hana haki, hakuwa anahesabiwa, yaani alikuwa ni mwenye dhambi, alikuwa ya kwamba hawezi anakubalika mbele za Mungu. Sasa huyo mwanadamu wakati anapoenda kwa Yesu na anasamehewa dhambi zake, sasa anahesabiwa mwenye haki. Bwana asifiwe sana. Na unapohesabiwa mwenye haki, unahesabiwa kwamba hauna makosa tena. Bwana asifiwe. Hauna makosa tena. Kuna huyu judge, mwanae akawa amekosa na akapelekwa kotini, na baba yake ndiye alikuwa hakimu. Baba yake akamhukumu mwanae aliyemzaa, na wakati alipopelekwa mahali alipokuwa anapelekwa, baba yake upande ule mwingine akaenda akalipa ile gharama. Bwana asifiwe sana. Akalipa ile gharama, mwanawe akaachiliwa. Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya. Sisi tulikuwa tumehesabiwa wenye dhambi, na wakati tulipokuwa tumehesabiwa wenye dhambi, basi hakuna jambo tungeweza kufanya, sababu Biblia inatuambia wote wamekosa na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini wanahesabiwa haki bure wale wanaomwendea. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunapotazama tunaona ya kwamba katika ile hali ya kuzaliwa kuwa upya katika maisha yetu, kuna hiyo hali ya kuhesabiwa haki na kuzaliwa kuwa upya na kutakaswa. Bwana asifiwe sana. Hizi ni vitu zinaendelea katika mtu aliokoka katika maisha yake. Tunapoangalia katika haya mambo yote, ili akaweze kumjia yeyote yule ameokoka, kuna hiyo hali ya kutubu. Toba ni ile mtu, yaani kutubu dhambi zako, na wakati unapotubu dhambi zako, basi unampokea Yesu kwa imani. Hii ni kwa imani. Haya mambo yote yanatendeka kwa imani. Baadhi ya mambo mengine hawezi, kama hauna ile hali ya kupokea wokovu kupitia katika imani, inaweza kuwa ni vigumu sana kumpokea huyu Yesu katika maisha yako. Inaweza kuwa ni vigumu sana pia kuishi katika hiyo imani. Inaweza kuwa pia ni jambo lililo gumu sana kwako, sababu haya mambo yote yanatendeka kwa imani. Na tunapoangalia haya mambo, kuna haya mambo matatu yanafanyika, na haya matatu ni toba, imani na utiifu. Bwana asifiwe sana. Tunapookoka lazima tutubu na pia tupokee ule wokovu kwa imani, alafu tuwe watu walio watiifu kwake Yesu. Haya ndio yale mambo tunaweza angalia outline ya wokovu katika maisha yetu, na ni vizuri tukaweze angalia, yaani wewe wakati ulipookoka ulipitia njia gani? Wakati ulipookoka utakuta ya kwamba kuna watu wengine wanapokea wokovu, wanapitishiwa chini ya bendera na wanaambiwa wameokoka. Anapitishiwa tu chini ya bendera na anaambiwa ameokoka. Wengine wanang'olewa kucha mguu pale, kidole cha kile kikubwa cha mguu, unang'olewa ule ukucha. Unaambiwa kwamba sasa wewe umeokoka. Wengine wanapitishiwa kwa moto, unakimbia unapitishiwa pale, unaambiwa umeokoka. Lakini tunapoangalia haya mambo yote sio wokovu. Wokovu ni kitu kilicho tu rahisi, ile hali ya kukiri kwa kinywa chako na unaweza
kupokea wokovu. Tunapoangalia katika wokovu, kuna kile kitu tunaangalia kwamba tunasema tabia ya asili. Tabia ya asili ni yale maisha tuliyokuwa tunaishi kabla hatujaokoka. Na jambo moja kutaka kuangalia kama umeokoka ni yale maisha unayoishi baada ya kuokoka. Unaishi maisha gani? Ile utu wa asili, ile tabia ya mwilini, ile asili ya maisha yako lazima ikaanze kuondoka ndani yako. Kama ulikuwa unatukana watu, unakuta kwamba haya mambo yanaanza kuondoka katika maisha yako. Kama ulikuwa baadhi ya mambo mengine ulikuwa unafanya, unakuta ya kwamba pia haya mambo yote inaanza kuondoka katika maisha yako. Na kwa hivyo ni lazima tukaweze kuangalia na tukaweze kuuliza kama baadhi ya mambo mengi tunapoyazungumzia juu ya wokovu, Paulo anapozungumza hata katika Matendo ya Mitume, tunapoangalia mambo mengi yale yamezungumziwa juu ya wokovu, utakuta ya kwamba kuna mambo mengi pale imezungumziwa juu ya wokovu. Ninaomba tukaweze kusoma kuna vifungo tutasoma tukaweze kusoma katika kitabu cha tuangalie baadhi ya yale mambo tunaweza kuyaangalia katika wokovu. Hebu tuangalie katika kitabu cha, na hii itakuwa ni habari ya justification. Tunaweza angalia katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 16. Tunaweza kuisoma, lakini kabla tutasoma hayo, tunaposoma kitabu, wacha kwanza usome katika kitabu cha Yohana 3:16 ili kila mtu anaamini na ameisoma. Biblia inatuambia kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hapa ni mambo tu ya wokovu inayozungumziwa, lakini tunapoangalia yale mambo yanayozungumziwa, kuna Mungu huyu aliyemtoa mwanae wa pekee. Yeye mwenyewe tu akatoa mwanae wa pekee, na wakati alipomtoa mwanae wa pekee, ndio Biblia inatuambia kwamba anayemwendea ndio akaweza kupata wokovu, yani amwamini, Hii hali ya wokovu na maisha ya wokovu ni ile hali ya kumwamini Mungu. Ni kweli sisi wa Pentekoste mara nyingi tunataka tusikie Mungu anatuzungumzia, na si mbaya, lakini ni vizuri kumwamini Mungu hata wakati tunapookoka na tunaongozwa katika ile hali ya kuokoka, tunaongozwa katika ile hali ya toba. Haya mambo yote ni kuamini, tunamwamini Mungu. Bwana asifiwe sana.
Inawezekana uangalie uone ya kwamba ni kama hakuna jambo limetendeka katika maisha yako, lakini kile kiko ni ya kwamba wewe mwenyewe unamwamini Mungu. Na unapomwamini Mungu, sababu hata hali ya maisha ya wokovu ni kumwamini Mungu. Hata kabla hajakutokea sio Mungu anajifunua kwa wale anataka kujifunua, anajionyesha kwa wale anataka kujionyesha. Bwana asifiwe sana. Na hata baadhi ya watu anaosema kwamba Mungu alimtokea, Mungu alimzungumzia, si kusema ni mbaya, lakini ni Mungu anajidhihirisha na kujionyesha kwa wale anayetaka kujionyesha. Bwana asifiwe sana. Are you getting me? Na kwa hivyo anapojionyesha katika wao, si kusema ya kwamba wao ni bora kuliko wewe, ya kwamba hajaweza kujidhihirisha katika maisha yako. Si ya kwamba unaweza kujihukumu, unaweza kusema ya kwamba kwa nini Mungu fulani alisema kwamba Mungu amemzungumzia mambo kama yale, na mimi kwa nini Mungu hajaweza kunizungumzia? Kwa nini hajaweza kunitendea? Mungu mara nyingi anatunenea kupitia kwa neno lake. Bwana asifiwe sana. Amen. Na anapotuzungumzia kupitia katika neno lake, lazima tukaweze kuliamini hilo neno lake vile lilivyo, tukaweze kulichukua vile lilivyo. Na hata wokovu ni kumwamini, tulimwamini na tukaamini ya kwamba yeye yupo, hata kabla hatujamuona tunaamini ya kwamba yeye yupo. Bwana asifiwe sana. Na tunaamini neno lake lile tunalolisoma, tunaamini Biblia, na tunapoamini basi vile kile tunaamini ndio tunachokipokea katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Na tunapokipokea katika maisha yetu, ni wajibu wetu tukaweze kuona ya kwamba huyo Mungu tunampokea katika hayo maisha yetu. Na hebu tuangalie kitu katika kitabu cha Yohana, tuanze na Warumi 5 mstari wa 16. Warumi 5 mstari wa 16 na 18 mpaka 18. Tunaweza kusoma kwa Kiingereza. And the gift is not like that which came through the one who sinned. For the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. For it by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive the balance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through one Jesus Christ. And then 18. Therefore, through one man offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man righteous act, the free gift, righteousness through the free gift came to all men, resulting justification. Hii ndio tunayesikia na hii ndio tunayeambiwa ya kwamba walakini wala kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikalete adhabu, ili kusema kwamba Adamu mtu wa kwanza akafanya dhambi na ulimwengu wote ukaingia katika dhambi, na wote wanaozaliwa katika ulimwengu wanakuwa ni wenye dhambi. Bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi, ikalete kuhesabiwa haki, justification. Kwa hivyo wakati tunapoenda mbele za Bwana na kuokoka, kile kitu tunapokea kinaitwa justification, ama naambiwa ya kwamba
kuhesabiwa kuwa haki. Sasa wewe unakuwa, haijalishi dhambi zile ulikuwa nazo, na ndio unakuta ya kwamba watu kama Paul aliyokuwa anaitwa Saul pale awali, yeye alitesa kanisa, yeye alirudi watu wengi, yeye alifanya Wakristo wengi wakufe, lakini kadri na makosa yake, kadri na dhambi zake, kadri ya yale yote Mungu aliyofanya, wakati alipoenda kwa Yesu akapata kuhesabiwa haki. Hiyo ni kusema kwamba makosa yake yote akasamehewa. Bwana asifiwe. Basi tena kama makosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa hiyo wakati tunapokea ile haki ya Mungu, basi tunapokea uzima wa milele. Bwana asifiwe. Ule uzima unaanza kufanya kazi katika maisha yetu na unaanza kutawala katika maisha yetu. Shida nyingi tunakuwa nazo katika wokovu, na hii ni vizuri sisi tuliokoka na sisi tunaye mjua Yesu na tumehesabiwa kuwa haki mbele zake. Si ya kwamba kwa vile sasa umeokoka umehesabiwa kuwa haki. Kuna msemo wa watu wengi, Mungu aturuhusu tuendelee na kutenda dhambi. Hapana, Mungu anataka tuachane na zile dhambi. Amen. Bwana asifiwe. Hizo dhambi za asili uachane nazo, sababu sasa unahesabiwa kuwa haki. Sasa dhambi zako zimeondolewa, makosa yako imeondolewa, na sasa umehesabiwa haki bure. Na wakati umehesabiwa haki bure, pale ndio unapata ule uzima wa milele. Unapata uzima ndani yako. Mungu anaanza kuingia. Watu wengine wanauliza, sasa huu wokovu unakuja namna gani? Nitausikia. Hii yote ni ile hali ya kuamini, si msisimko. Hapana. Bwana sasa, sio hali ya kusisimka. Niliombewa wokovu, sikusikia kusisimka, sikusikia jambo, lakini lazima ukaweze kuamini ya kwamba vile umeombewa, vile neno la Mungu limesema, umepokea wokovu. Bwana asifiwe. Amen. Umemwamini Mungu. Unajua wakati mwingi sisi tunapata watu anakuuliza maswali mengi. Mimi niliopewa, sikusikia, sikufanya. Sasa sio lazima. Bwana asifiwe sana. Kile tunahitaji ni kuliamini hili neno. Tumepatana. Hebu tukasome katika kitabu cha Yohana 8 katika kitabu cha Yohana 8, it is about justification, ama kuhesabiwa haki. Ule mstari wa 32, kwa vile tuwezi kusoma zote. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Nao utajua kweli, nao kweli itakuweka huru. Bwana asifiwe sana. Mara nyingi katika neno la Mungu, wakati tunapopokea kuwa tunahesabiwa kuwa haki, Biblia inatuambia kwamba tena mtaifahamu kweli. Kweli ni neno la Mungu, ni ule ukweli ulio katika neno la Mungu. Na hapa ni watu wengi unakuta kwamba wale watu wanaofundisha mafundisho mabaya wanakuambia lazima uwe na kitendo hiki. Wokovu sio kitendo kile, ni ile hali utakapomwamini Mungu katika moyo wako na uombewe juu ya toba,
na uamini ya kwamba umepokea huyo Yesu katika maisha yako. Lakini baadhi ya watu wengine unakuta kwamba katika haya mambo yote unakuta kwamba anaona si kama niliokoka, na anakuwa na taswishi katika maisha yake. Sitaki kuzungumza sana, lakini unakuta ya kwamba baada ya kuokolewa, tunapohesabiwa haki, yale maisha tunahitaji kuishi ni maisha gani? Sababu ile hali ya kwanza, ule mtu wa kwanza, ile maisha ulikuwa ukiishi, lazima ukaweze kuiondoa katika maisha yako, uamini ya kwamba umezaliwa katika ufalme wa Mungu na umeokoka, na uanze maisha mapya. Na maisha mapya ni kusoma neno la Mungu. Mara nyingi tunaambia watu wa Mungu, ni vizuri ukasome neno la Mungu, ni vizuri ukaanze kusoma neno la Mungu, na vile neno la Mungu linavyokuzungumzia yale maisha ukaweze kuishi. Na ukianza kuishi yale maisha, basi sasa kama vile tumesema ni ya kwamba tumesoma hilo neno, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Ni kupitia katika neno la Mungu. In fact, katika wokovu, hata mambo mengi tunayozungumzia juu ya ukombozi, neno lenyewe wokovu linazungumzia, inasema ni speaks about deliverance. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome ule mstari mwingine wa 36 unayesema, basi Bwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri tukaweze kuangalia haya mambo matatu, na tunapoangalia juu ya wokovu na maisha ya wokovu, kama ni Bwana atatuweka huru, tutakuwa huru kweli kweli. Na wokovu tunapokea kwa imani. Bwana asifiwe sana. Neno justification kwa Kiingereza, ninajua kuna watu sasa wameanza kusoma juu ya theology, is a judicial term bringing into a mind a courtroom's kama ile nimezungumzia, man guilty and condemned before God. It's acquitted and declared righteous. That is justification. It is the act of God declaring men free from guilt and now acceptable to Him and counting them as righteous. Ni kama vile nilikuwa nimeelezea pale awali juu ya mtu anapelekwa kotini, baba yake ndio jaji, alafu anakatiwa kesi, lakini baba yake upande ule mwingine anaenda analipa ile ilikuwa inataka kulipwa, mwanae anaachiliwa. Sisi tulikuwa wenye dhambi, lakini Mungu wakati alipomtoa mwanae wa pekee, huyo Mungu, huyo Yesu, kupitia kwa kifo chake tukanunuliwa. Haleluya! Kwa hiyo wokovu, it is a free gift, sio pesa unaambiwa utoe. Hapana. Amen. Hakuna pesa katika ulimwengu huu ziwezao kununua wokovu. It is a free gift from God. Bwana asifiwe sana. Sababu gharama yako yote ya wokovu Bwana alilipa msalabani. Aliweza kukulipia kila gharama pale msalabani. Kwa hiyo pako ni kuaccept ya kwamba mimi nimeishi maisha ya dhambi, na sasa nimekuja kwako Yesu ili ukaweze kuniokoa. Lakini gharama yote ya wokovu imelipiwa. Bwana asifiwe sana. You accept ya kwamba ulikuwa ni mwenye dhambi. Nasema mimi nilikuwa mwenye dhambi, lakini nimetubu dhambi sana. Na wakati nimetubu dhambi sana, nilihesabiwa kuwa haki mbele za Mungu. Being justified before God. Bwana asifiwe sana. Wakati unapookoka hakuna mtu wa hukumu tena. Amen. Wanaenda wanapelekwa katika
nini, unafundishwa, lakini unakuta mmoja anakuwa zaidi ni vile anavyomtafuta Mungu. Bwana asifiwe sana. Nataka hapo niangalie vizuri. Vile wewe utaendelea na kumtafuta Mungu, wale wamtafutao ndio wanaompata. Si uokoke na ukae hausomi Biblia. Njia ya kumjua Mungu ni kusoma neno la Mungu, ni kuomba. Unajipatanisha na yeye, sababu yeye Mungu ni roho, na ni kupitia katika Roho wake Mtakatifu. Wakati unapookoka, ule Roho Mtakatifu anaingia katika maisha yako, na anapoingia sasa, kitu cha kwanza kukushawishi ni uachane na dhambi, ni uachane na matendo yale ulikuwa ukitende pale awali. Na kama unapofanya hayo mambo yote, basi unahesabiwa kuwa haki mbele za Mungu, unaanza maisha mapya katika Mungu. Ndio unapoanza haya maisha mapya katika wokovu. Ndugu yangu, dada yangu, sasa usiendelee kufanya makosa, usiendelee kufanya dhambi. Sasa unaanza maisha mapya katika Mungu. Kuna hilo jambo lingine, regeneration is the inward experience and adoption, the outward privilege. This suggests household scheme. The soul dead in trespasses and sin needs a new life. Hii hali ya generation hii, to be generated, ni kitu kile unakuta kwamba yaani wewe mwenyewe katika hiyo hali, yaani kuzaliwa upya. Huyu mtu alikuwa mwenye dhambi, huyu alikuwa hivi. Tunapoenda kwa Yesu, tuna ile hali ya kupokelewa, tumezaliwa upya. Bwana asifiwe sana. Yaani unahesabiwa kuwa haki, lakini sasa unapata ile regeneration, kuzaliwa upya katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Sasa yale mambo ya kale yote unakuta hakuna. Wewe ni mtoto wa Mungu. Ni kweli wote tunakuanga ni watu wa Mungu, lakini kuna wale walio wana wa Mungu, hao sasa wamekuendea katika hali ya wokovu, wameokolewa na yeye, wamekuwa justified, wamekuwa regenerated, yaani wamezaliwa upya katika maisha yao. Na wanapozaliwa maisha upya katika maisha yao, sasa wanaanza kutembea maisha mengine mapya katika wokovu. Bwana asifiwe. Wanaanza kutembea upya katika maisha yao ya wokovu, na katika hayo maisha ya wokovu sasa ni kuanza kuangalia kwamba kutenda dhambi, kufanya hii na ile ingine, unakuta kwamba sasa neno la Mungu, yeye aliyekuokoa, Biblia inatuambia kuna nguvu za kuzuia usiendelee kutenda dhambi, usiendelee katika uzinifu. Sababu hii ndio unakuta kwamba kuna mahali isipokuwa hatujaweza kuingia pale. Wakati tunapoingia katika juu ya Roho Mtakatifu, wale wametengwa na Roho Mtakatifu, wale wamejua Mungu na wamejua siri za Mungu. Yaani kuna mahali mtu anafika kiwango kingine cha wokovu, mtu aliyejua siri za Mungu, aliyejua mambo makubwa ya Mungu. Sasa unakuta huyo Mungu anakuwa anaingia ndani yake na anaanza kumfunulia mambo mengine mapya, na hili linatokana na vile huyo mtu anapotembea na Mungu. Bwana asifiwe sana. Halo. Vile unatembea na Mungu. Na hapa ndio sisi tuliokoka wakati mwingine tunasema, kwani huyu anajifanyaga na tuliokoka pamoja? Wewe ni wewe utendeaji, wewe hautafutaki, ni wewe hautaki kuzama ndani yake. Na wanaomtafuta kupitia kwa maombi na kusoma neno la Mungu. Mungu katika neno lako unasema ya kwamba nimehesabiwa kuwa haki, nimezaliwa upya. Hii Mungu katika maisha yangu, nataka hili jambo likaweze kuonekana katika maisha yangu. Yale ya kale Mungu niondolee, na mimi msaidie kuishi maisha mapya. Amen.
Bwana asifiwe. Lakini unakuta tumeokoka, lakini tungali katika dhambi za sirini, na hapo sasa ndio unakuta kwamba tunaanza kulaumu Mungu, kwa nini Mungu hii, kwa nini Mungu ile ingine, lakini ni sisi bado hatujaweza kuacha yale maisha ya kale. Vitendo tulikuwa tunatenda, unakuta ya kwamba tungali tukizitenda, tungali tunazifanya, na kwa hivyo Mungu anakuwa basi haonekani katika maisha yetu. Kama tunamhitaji katika haya maisha yetu, lazima tukaweze yaani kujitoa kwake kuhanga, kuishi maisha ya utaua na utakatifu, yaani kuwa mwombaji, ili huyo Mungu akaweze kudhihirisha katika maisha yako. Sababu hata mtoto anapozaliwa huyo mtoto anaanza kulewa, na hata Petro anazungumza, analewa na maziwa na nini, yaani mara unakuta anaanza kutambaa, wakati mwingine anaanza kusimama, wakati mwingine anaanza kwenda peke yake, wakati mwingine aliyekuwa mtoto anakuwa ni mtu mzima. Hivyo ndivyo ilivyo katika wokovu. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo katika wokovu. Lazima ndugu yangu uanze kufikiria tangu ulipookoka miaka hiyo yote, yaani Mungu kwako umefika kiwango gani? Ungali katika ile maziwa Petro anaizungumzia, ungali tu unakunywa maziwa na hao watu wanaokunywa maziwa na wamekaa kanisani miaka 10, miaka 5, ndio kila wakati anakwaso, yaani tu jambo tu leo pasa kwanza amezungumza. Yaani kuna mahali mtu anafika kukwazwa unaondoka, sababu umekuwa katika neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Umekulia wokovu, hali ya kunywa maziwa inaondoka, sio sababu mtoto yaani ule mtoto wako yule nisi wangu sasa akiwa na kila wakati ananiitisha maziwa ile alikuwa anakunywa, itakuwa namna gani? Na ule alikuwa mtoto ndiye anayekuwa anakunywa yale maziwa, anaendelea sasa, miaka inaendelea. Ule wakati alipokuwa mtoto mdogo, kama ni nyama amepika, lazima angekupa ile ina mafuta. Paulo anazungumzia sasa kumekuwa watu lazima sasa hata mifupa unaweza kupewa nyama na mifupa, yaani tofautishe kile kilicho kizuri. Unakula nyama na mfupa unatupa. Hello. Just imagine wakati niliokoka niko na miaka kadhaa, na nimepitia katika changamoto nyingi. Kuna wakati nilipokuwa nikifanya kazi airport, na Mungu akanipa neema nikaanza kanisa pale, na tukakubaliwa na airport, nikawa ninahubiri pale. Lakini siku moja Mungu alinizungumzia tukiwa tunaomba, sababu nilimwambia Mungu, sasa Mungu ananiambia juu ya ushirika huu, nataka udhibitishe. Tukasema tuwe na wakati wa kuomba na kufunga. Mungu akatuzungumzia na akasema, nimemchagua Sami awe akiwaongoza. Na mimi nikamwambia Mungu hivi, kama leo Mungu umesema hivyo, na mimi Mungu nataka kila wakati utakuwa ukinipa neno la kuwazungumzia hao watu, na pia tukiomba na wao mambo inatendeka. Na Mungu akawa mwaminifu, akawa anafanya. Lakini siku moja kuna mama alikuja, tunapozungumzia juu ya wokovu. Huyu mama akaja akaniambia, Mungu amenizungumzia juzi. Alikuwa amekuja, unajua pale kazini watu wengine wapishi, wengine wa nini, wengine wametoka huko, lakini wote wamehesabika mko katika wokovu. Kaniambia Mungu jana alizungumzia, kaniambia nyinyi hakuna mahali mnaenda. Na akaniambia hakuna mtu, nyinyi mmepotea, na sasa akaniambia nisiwe ninakuja katika wokovu, katika ule ushirika mko ndani yake. Na akaniambia lakini wewe
Mungu akaniambia kwamba wewe pia uondoke, na mimi pia Mungu alizungumzia niwe nikiangalia kile kikundi. Hebu angalia huyo Mungu aliyemzungumzia, kwa nini hakunizungumzia niambie sasa nimekuondoa mahali hapa na ninaweka mahali fulani? Kamwambia hapana, nafikiri uko na shida katika maisha yako. Tukajaribu kuongea na yeye na akaondoka, na akawa sasa hataki kuja katika ushirika. Baadaye yale mambo yaliyokuta ni mazito. Bwana sio sana. Ni kweli Mungu anazungumza, lakini ni vizuri uangalie huyu anayekuletea ripoti maisha yake iko namna gani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaangalia, tunaona ya kwamba haya mambo tunayoyaona hapa, therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed. Sio sana anayekuweka huru, hapana, bali ni mwana wa Mungu anayekuweka huru, na yeye ndiye aliyelipa gharama ya wokovu wako. Bwana asifiwe sana. Na kama kuna mtu alienda wakati ulipokuwa unaokoka akakuitisha pesa, basi huo sio wokovu, sababu Yesu ndiye alilipa gharama ya wokovu. Salvation is free given, sababu yeye alilipa gharama ya makosa yako. Amen. Bwana asifiwe. Mwanadamu alikuwa hawezi akamfikia sababu ya dhambi, ako hapa chini na Mungu ako huko juu, hawezi akaweza kumfikia sababu ya dhambi. Kwa hivyo Yesu, Biblia inatuambia wakati alipokufa kitambaa kikakatika mara mbili, mahali hatungeweza kuingia patakatifu pale patakatifu. Wale walijua makuhani, wale mkuu alikuwa akiingia mara moja kwa mwaka. Sasa wewe ushirika umekubaliwa. Bwana asifiwe sana. Wewe umekubalika. Unaweza omba tu mbingu inafunguka. Bwana asifiwe sana. Unaweza enda kabisa katika wokovu. There is no limitation. The limitation is you. Wewe ndio unajizuia kukua katika wokovu. Bwana asifiwe sana. Na yeye mtu kabisa amekomaa katika wokovu, na nirudie, sio mtu wa kukwazwa. Yaani kitu chochote kile kinakuja kinakukwaza. Wamama walikuwa wanapika, lakini mimi wakanitenga tu hivi. Yaani kuna baadhi ya mambo mengine lazima yaani ukue. You must mature in salvation. Hello. Na unapokuwa unakomaa katika wokovu, hali hiyo yote inaanza kukuondokea. Kuna mambo mengi yatakuja na watu watakuambia, sio nini mnakwenda kama mimi. Wakati nilipookoka nikampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, mimi sikuwa mlenaji. I was just a quiet guy, kijana tu mpole. Sasa tulikuwa tunaenda katika ushirika, na mimi natuambia kwamba ile hali ya kukiri Yesu ni Bwana katika maisha yetu. Mimi tukienda katika shirika za katikati ya wiki, sababu sina mambo mengi, na nilikuwa nasema mimi naitwa Sami, ndio na nimeokoka na mpenda Yesu. Lakini kuna huyo kijana tuliokoka na yeye, within 3 months nikamkuta Maidaka anahubiri. Nikauliza Mungu, na nikaondoka. Kwa hiyo nikaenda mbele za Mungu, nikaomba kabisa. Nikamuuliza Mungu, huyu anahubiri na mimi sina mambo mengi ya kuzungumza. Akaniambia wewe ngoja. Bwana asifiwe sana. Tu baada ya miezi 3 anahubiri, nikashindwa. Wewe ndani mambo kama hayo, nimeokoka. Akaniambia ndio nimeokoka. Nikasikia amani ndani ya moyo wangu. Lakini after sometimes kijana aliyekuwa ameokoka vizuri na moto na nini, baada ya muda usiokuwa mrefu ni huyo amechukua bibi wenyewe ameenda naye.
Kwa hiyo lazima uangalie baada ya wokovu, are you walking with God? Sababu baada ya mambo mengine ya dhambi uachane nayo. Amen. Ramsi mdogo nasikia. Lazima uachane nayo. Na sio lazima uwe kama mwenzako ako na moto mingi. Kila mtu kuna neema ili amepewa ya wokovu. Amen. Kuna ile neema mtu amepewa na ya wokovu. Na hiyo neema tu inakutosha na unakaa katika ile neema. Na unajua kwamba mimi kama fulani nimetembea na Mungu, sijafanya dhambi, hayo mambo naangalia. Hata kama unaona mwenzako kuna mambo mengine yako nayo, kuna ile neema pia wewe umepewa na Mungu. Bwana asifiwe. Nawaambia sababu ninajua kuna watu wanakuanga na maswali kama ile nilikuwa nayo ya kwamba kama nimeokoka. Na wakati Mungu aliponinenea kwamba nitakuwa mchungaji, na nilikuwa tu kijana na ujumbe ule nikauliza hata leo, wewe unaona kabisa mimi nitakuwa, kaniambia wewe ngojea. Wewe Mungu kaa kwa Mungu na ungojee. Sasa wakati nianza kuhubiri hapo, nikamuita mchungaji, nikamwambia sasa pasta, hapa kuna jambo limetendeka na shida, nitakuja, kuna ushirika tumeanza hapo. Akaniambia na nilikwambia namna gani? Sasa nikaanza kufikiria hizo mambo aliyoniambia. Akaja akafikiria ushirika, na sasa ushirika ukawa unaendelea. Ule ushirika ukafungua mashirika mengi, Mombasa, Isli, Jomo Kenyatta, yaani ushirika ukawa mkubwa. Na nashukuru Mungu sababu Mungu alinitumia hata kuhubiria wakubwa wangu waliokuwa wakubwa. As a junior person, preaching to a senior person, na kuanga vigumu sana. Unajua katika senior, katika ofisi inazungumzia juu ya mamlaka huyo mtu. Na kuja kwako ndio ufundishe neno la Mungu, kuhubiria na kuanga ni shida. Bwana asifiwe sana. Lakini kupitia kwa neema ile Mungu akaniokoa na akaweka katika hiyo hali. Kwa hivyo tumekuta ya kwamba hiyo hali tumezungumziwa hapa na neno la Mungu. Basi angalia sasa, umezaliwa upya. Je, umepitia katika nani mtu anapozaliwa upya? Vile unavyosikia nani kuna hiyo hali, na ni vizuri ukaweze kujua kwamba haya ndio wale mambo yanayokuja katika yule mtu amezaliwa upya katika wokovu. Bwana asifiwe. Sasa leo tumejifundisha mambo mawili. Simniambie ni gani tumejifundisha? Mama Joshua, tumejifundisha mambo mawili. Gani moja? Tumelipiwa deni. Ni kweli. Mambo mawili tumejifunza. Jambo la kwanza tumejifundisha justification, hiyo ni kuhesabiwa haki. La pili, regeneration, kuzaliwa upya. Kuzaliwa mambo mangapi? Mawili. Justification, kuhesabiwa haki bure, yaani gharama ya wokovu imelipiwa. Amen. Kuzaliwa upya, unakuwa mwana wa Mungu, unakuwa mrithi pamoja na Kristo. Tumeelewana? Lakini si kama vile rais wetu anavyosema. Yaani lazima haya mambo mawili ujue, katika hii mambo yanayokuja katika wokovu. Alafu kule wakati mwingine sasa utakuja katika kitu kinaitwa sanctification, utakaso. Sanctification, utakaso. Alafu tutakuja wale watu waliokoka. Hii yote ni wokovu. Wale watu wameokoka, kuna kile kitu kingine kinaitwa upatanisho. Yaani unapatanishwa na nani? Umepatanishwa kupitia kwa wokovu, umepatanishwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini leo
tuna mambo mawili naweza kuyaangalia katika maisha. Wewe umehesabiwa kuwa umehesabiwa haki, alafu la pili umezaliwa upya katika ufalme huu wa Mungu. Nataka tuombe, wakati mwingine tutaendelea. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Ni asanti sababu umetufundisha jinsi ya wokovu. Tumejua kwamba tumehesabiwa kuwa haki mbele zako na hakuna mtu wa kutuhukumu. Tumejua kwamba tumezaliwa upya. Mungu, tusaidie kukulia katika wokovu. Wale hatujaweza kufikia mature salvation, tunakwazwa, tuna mambo madogo madogo. Tusaidie tukue, tukaweze kujua mema na mabaya, tukaweze kutofautisha kukula nyama na kutupa mfupa. Tumekunywa maziwa miaka yote, lakini wakati umefika tukulie katika wokovu, tuendelee kukua na kukujua kama vile ulivyo. Twainua ibada ya siku ya leo mikononi mwako. Tunaomba Bwana utakuwa pamoja nasi katika ibada hii mpaka tutakapofika mwisho wa kila jambo. Twainua kikundi chetu cha Praise and Worship mikononi mwako. Wanapotuongoza, twaomba wema wako na fadhili zako ziwe juu yao, na hata na sisi Bwana twaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kuwa pamoja nasi katika mioyo yetu. Katika ibada tunajifundisha kukaribia, kukujua zaidi ya vile tunavyokujua. Akaweze kujifunua katika maisha yetu, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba.